Mkono wa mwisho wa Biblia ni wa mbinguni. Ingawa kimsingi shetani ni adui aliyeshindwa, ni wazi kwamba Mungu bado hajamuondoa katika ulimwengu. Hata hivyo, Biblia inafundisha kwamba Mungu atatumia malaika kumhukumu na kumuondoa kabisa katika ulimwengu wote mzima. Yesu atakaporudi kwa mara ya pili, Mikaeli, malaika mkuu, atapiga kelele akifuatana naye, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Wathesalonike wa kwanza 4:16. Nabii Danieli anatujulisha kwa Mikaeli. Inaonekana kwamba alikuwa akiomba na Mungu alikuwa ametuma jibu kwa mkono wa mjumbe ambaye alizuiliwa katika safari yake hadi aliposhuhudia. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hawa kuwa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Danieli 10:13. Kwa hiyo Mikaeli alipashwa kupigania kifungu cha bure cha neno la Mungu. Huenda akafaa kumpa Mikaeli cheo cha jemadari, kwa maana kila wakati tunapomuona ni kuhusiana na aina fulani ya mapambano ya kiroho. Katika jukumu lake kama mpiganaji, Mikaeli ana jukumu maalum kwa Israeli. Katika Danieli 10:21 na Danieli 12:1 anasemekana kuwa mkuu wa taifa hilo la Israeli. Tunaposoma historia ya kale na ya kisasa, lakini nitakwambia yaliyoandikwa katika maandiko ya kweli, wala hakuna anisaidiaye juu ya hao ila yule malaika Mikaeli, mkuu wenu. Wakati huo Mikaeli atasimama jemadari mkuu, asimamaye upande wa wana wa watu wako. Na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwepo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Danieli 12:1. Watu wachache wanathamini sasa ushawishi muhimu wa malaika katika mambo ya kibinadamu. Mapigano makali na yanayoendelea kati ya malaika watakatifu waliowekwa wakfu kwa Mungu na malaika wa giza walioungana na shetani wanafunuliwa kwa nguvu zaidi katika kitabu cha Danieli. Danieli anaelezea wazi mapambano makali kati ya majeshi ya malaika wa Mungu na mapepo wa giza wanaopigana katika Agano la Kale. Alikuwa ameomboleza kwa majuma 3 wakati malaika alipomtokea. Sikula chakula kitamu, wala nyama wala divai haikuingia kinywani mwangu, wala sikujipaka mafuta kabisa hata majuma 3 kamili yalipotimia. Danieli 10:3. Hakula mkate, nyama wala kinywaji chochote, na hakujipaka mafuta. Aliposimama kando ya mto Tigri, mwanamume aliyevaa kitani alijitokeza mbele yake. Usoni mwake alionekana kama radi, na machoni pake alionekana kama njonzi ya miage.
Sauti yake ilisikika kama mungurumo wa kundi kubwa la watu. Danieli pekee ndiye aliyeshuhudia maono haya. Kwa upande mwingine, wanaume waliokuwa pamoja naye hawakuyaona. Hofu kubwa ilijaa na wakakimbia usalama. Nguvu za Danieli ziliisha kabisa alipoachwa peke yake na mgeni wa mbinguni. Hiyo ndiyo ilikuwa nguvu ya ushawishi wa mtu huyu juu yake. Lakini ingawa Danieli alifungwa na kilindi cha maji, aliamshwa na sauti ya malaika Gabrieli. Alipohisi mkono begani mwake, malaika alianza kumsimulia tukio ambalo yeye mwenyewe alikuwa amelipata. Malaika alianza kusafiri kwa Danieli wakati Danieli alipoanza kuomba, lakini alisimamishwa katika safari yake na mkuu wa pepo aliyemshambulia na kumfanya kuchelewa kwa saa kadhaa. Kisha Mikaeli akatokea kumsaidia malaika aliye chini yake, akamruhusu kuendelea kwenye safari yake kwa Danieli bila kuzuiwa. Malaika alikuwa na jambo la kusema. Alipashwa kumwonyesha Danieli kile ambacho Mungu alitabiri kingetokea duniani, hasa Israeli, katika siku za mwisho. Kisha Danieli akawa dhaifu na hakuweza kuzungumza na malaika. Kisha malaika akamgusa mdomo yake, akamrudishia nguvu pamoja na uwezo wa kuzungumza au kucommunicate. Baada ya kumaliza kazi yake, malaika alimwambia Danieli kwamba angerudi kuendelea kupigana na mkuu wa pepo katika vita kati ya nguvu za wema na nguvu za uovu. Katika kipindi chote hiki, Danieli hakuwa akipata maoni yeyote au ndoto. Danieli hakuweza kushawishika vinginevyo, kwa sababu ilikuwa kukutana kwake na mtu halisi. Alikuwa ameomba kwa Mungu kwa niaba ya wana wa Israeli, naye Mungu alimusikia. Kipindi chake cha maombi cha wiki 3 ambacho aliungwa mkono na kufunga. His 3 weeks prayer season, which was supported by fasting. Kipindi chake cha maombi cha wiki 3 ambacho kiliungwa mkono na kufunga, alikuwa na mafanikio makubwa sana. Wakati huo alipokea ujumbe kutoka kwa malaika mgeni ambaye alikuwa ametumwa kutoka mbinguni kumwambia kwamba ombi lake limejibiwa. Kwa sababu ya uzoefu huu, ni dhahiri kwamba uchelewaji si kukataa, na kwamba permissive ya Mungu yanayoruhusu, yanayohusika katika kila aspect ya uhai wa mwanadamu. Akaniambia, Daniel, mtu upendwaye sana, yafahamu maneno ni kuambiayo, ukasimame wima, maana nimetumwa kwako sasa. Na aliponiambia neno hili, nilisimama nikatetemeka. Ndipo akaniambia, usiogope Daniel, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hawa kuwa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Sasa nimekuja kukufahamisha mambo yatakayowapata watu wako katika siku za mwisho, maana maoni hayo ni ya siku nyingi bado. Danieli 10:11 mpaka 14.
Mbali na marejeleo ya Agano la Kale, tunamwona pia Mikaeli akitajwa katika Agano Jipya. Katika kitabu kidogo cha Yuda, mstari wa 9, unamwita Mikaeli malaika mkuu na unasimulia vita vyake na Lusifa kuhusu mwili wa Musa. Kwa msaada wa Bwana, Mikaeli alishinda. Huo haukuwa mgogoro pekee kati ya Mikaeli na Lusifa. Pia Yohana anatuambia katika kitabu cha Ufunuo, anasema kulikuwa vita mbinguni. Mikaeli na malaika wake wakapigana na lile joka. Lile joka nalo likapigana pia pamoja na malaika wake, lakini hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Lile joka kuu likatupwa, yule nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika wake wakatupwa pamoja naye. Ufunuo 12:7-9. Hata tunamuona Mikaeli akihudumu kama ofisa mkuu wa kundi kubwa la malaika. Ni wazi kwamba Mikaeli ndiye shujaa mkuu wa Mungu. Kulikuwa vita mbinguni hapo zamani. Mikaeli na malaika zake walipigana dhidi ya Shetani na malaika zake walioanguka. Mungu hutumia watumishi wake kukabiliana na jeshi la Shetani lililostafu na lisilo na vifaa vya kutosha. Shetani hakuweza kushinda na hakupewa nafasi zaidi mbinguni kwa ajili yake. There was no more place found for him in heaven. Malaika wa Mungu hawawezi kuzuiwa. Kipengele hiki kinaashiria magawanyiko kati ya malaika wa Mungu na Shetani. Ni majeshi ya mbinguni pekee yanayozidi nguvu. Katika vita vyovyote, malaika hushindwa mwishowe, wakimwondoa adui kabisa. Malaika wanajulikana kwa kutoshindwa kamwe. Wanatumika kama walinzi bora zaidi wa watakatifu. Malaika wa Mungu huwezi kushindwa kamwe. Mhimidini Bwana, enyi malaika zake, nyinyi mulio hodari, mtendao neno lake. Msikilize sauti ya neno lake. Zaburi 103 mstari wa 20. Tunaishia hapa leo, na mimi ni Daniel Blessed. Kama unapenda video kama na hizi, please usisahau kusubscribe. Pia usisahau kushare video hii kwa wengine. Show your support, my sister, my brother. Asante sana. Tutaonana kwa video inayofuata. Asante. Kuwa na siku njema. Mungu akubariki. Asante. Asante sana.